ليظهره على الدين كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير مبعوث رحمة للعالمين، والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu An-Nahl, sura ya 16 kwa taratibu ya suwar al-Qur'aniyya, aya nambari 125, asema Allah, ud'u ila sabili rabbik, lingania ewe mtume. Na amri hii ni kwa mtume na kwa umma wake. Ila sabili rabbika, ai lingania watu kwa Uislamu, kwa sababu Uislamu ni manhaj al-ilahi, ni mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Uislamu wahitaji kulinganiwa. Ai da'wa katika Uislamu ni msingi, ni cornerstone ya Uislamu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Al-hikma, Ibn Jarir at-Tabari asema hapa yakusudiwa al-Qur'an wa sunna, lakini vile vile al-hikma ina maana kutumia dalili za kukinaisha al-aqli, ili iwe ni rahisi yule anayelinganiwa kuona haki na akaweza kuifuata. Wal mau'idha, na mkakati wa pili wa kufikisha ulinganizo Uislamu ni kupitia mawaidha, kukhofisha watu, targhib wa tarhib, kuwapendekezesha watu kwamba mafanikio yao si duniani tu bali akhira ni kukamata Uislamu. Huku ni kuwafanyia watu targhib, na tarhib ni kuwahofisha watu kwamba mafanikio ama hasara ni kwa wale watakaoepuka Uislamu. Bil hikmati wal mau'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mwenyezi Mungu anataja mkakati wa tatu wa da'wa, mujadala, na jadiliana nao. Asili ya mujadala ni wazni al-mufaala, kila upande unatetea hoja zake, lakini mjadala huu ni muhimu uwe ni productive and constructive, iwe lengo lake ni kudhihirisha haki na kuichukua, si kujadiliana kujadili. Kwa mfano leo utasikia watu wajadiliana kuhusu ikhtilafu. Hili swala la ikhtilafu huwezi ukalijadili, kwa sababu asili tayari ni swala mukhtalafun fi. Twaweza tukajenga hoja, kwa mfano, je, dalili yako ina nguvu ama haina nguvu? Lakini tukimaliza swala hili haina maana tushamaliza ikhtilafu. Kinachotakiwa katika mjadala baina yetu sisi na wasiokuwa Waislamu hapa si swala ikhtilafu, ni suala la kufafanua maukifu ya Uislamu. Baada ya hapo yule tunajadiliana naye akinaye afuate Uislamu, hakuna compromise. Wajadilhum billati hi ahsan. Al-hasan bimaana al-lin wa talattuf, kutumia ile kwa lugha ya leo soft dialogue, majadiliano kwa hali ya kuchunga yule unayemwambia, na kutumia rational, yani hoja ambazo zinaingia akilini, kwa kutumia kila uslubu wa mapenzi. Ndugu zangu katika imani, aya hii nimeitoa na ndiyo ufunguzi wa bayani yangu kwa munasaba wa mjadala au inayoitwa alhiwaru baina aladyani,
mazungumzo kati ya wanadini au mazungumzo baina ya imani tofauti tofauti. Mkutano utafanyika tarehe 17 hapa Mombasa, biladi ya Kiislamu ambayo ndio epicenter ya Uislamu katika Kenya. Mkutano huu utafanyika na umealikwa wasomi. Kuna wanaoamini Mwenyezi Mungu wako pale, kuna wanaoamini Yesu ni Bwana watakuwa pale, na kuna wasomuamini Mungu hasa pia watashiriki katika mazungumzo. Lengo ati kuona kwamba mwanadamu yupo katika crossroads, yupo katika njia panda. Sasa twataka ustahamilivu wa kidini ndio tuweze kuengage kuzungumza mazungumzo haya. Yani kana kwamba tunatakikana ili dunia iwe mahala pa amani, Muislamu aweze kubadilisha misimamo yake kadhaa ili aweze kuishi vizuri na Mnaswara. Myahudi naye aweze kuishi vizuri na Muislamu. Ndugu zangu katika imani, ni muhimu kuangalia mjadala huu kwa darubini ya akida ya Kiislamu. Ndugu zangu, nyinyi ni Waislamu, na ndio maana hapa kila nikiangalia naona mmeshika kopi ya Qur'ani. Ina maana nyinyi mnaiamini Qur'ani na mnaamini Uislamu kuwa ndio mfumo wenu. Ni muhimu kuliangalia swala hili kwa msingi wa darubini ya Kiislamu. Je, sisi Waislamu tunafaa kushiriki katika hicho kinachoitwa alhiwaru baina al-adyani, interfaith dialogue? Tunasema wabillahi tawfiq, hatufai sisi umma wa Kiislamu kushiriki kwenye mjadala ambao yanayojadiliwa ni kutukana Uislamu, ikiwa ile mada ya kejeli na kufanyia istizai Uislamu na kufuta Uislamu sura yake ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoiteremsha. Hatufai kushiriki mjadala ule, bali ni mjadala tasa, fadlan kwamba unalenga kuupiga vita Uislamu. Kwa nini tunasema maneno haya? Walioanzisha fikra ya alhiwaru baina al-adyan si Waislamu kamwe. Hawaamini itikadi yenu, hawaamini sheria yenu, fadlan wao hawataki Uislamu. Hawakukomeka hapa. Walipovunja Uislamu kiserikali, zamani wakafikiria kwamba nguvu za Waislamu zipo katika kayani tanfidhi, zipo katika serikali yake, lakini wakagundua kwamba la, nguvu za Uislamu pia zipo katika akida yake na fahamu zake. Kwa msingi huu, baada ya kuvunja ile daula Islamia, wakalenga kuvunja fikra za Kiislamu katika mabongo ya Waislamu ili kuwachanganya. Waliyafanya haya kwa sababu wanajua kwamba si umma wote utalala. Kuna watu wana uwezo wa kuutumia Uislamu na kuonyesha kiulimwengu kwamba ni suluhisho mbadala. Wakaanza mwaka wa 1932 mjadala huu ukaja kwa sura ya kimataifa, kwamba wanaalikwa mashehe na mapadri na wasomi mbalimbali. Lengo ni kuweka sawa kimisimamo, ili Mayahudi na Waislamu wawe sawa, ili Wanaswara na Mayahudi na Waislamu wawe sawa. Na zikaletwa aya chungu nzima, tukaambiwa kwamba naam, haina haja ya Waislamu kuchukia ukafiri ulioko kwa Manaswara, kwa sababu Manaswara hawa ni watu ambao wanaamini Isa alayhi salam. Haina haja nyinyi Waislamu mchukie Mayahudi, kwa sababu hawa ni watu wanaamini Musa alayhi salam. Nyinyi nanyi ni ummatu Muhammadi. Ukiangalia Muhammadi wenu mnayemwamini nyinyi Waislamu, Isa anayeaminiwa na Manaswara na Musa anayeaminiwa na Mayahudi, wasema wote baba yao ni mmoja, naye nani? Ibrahim. Kwa hivyo haina haja ya nyinyi Waislamu au nyinyi Waislamu kuwa na misimamo mikali. Hili ndilo lengo ndugu zangu, au ndio yani mawaraa hadha, yani hadha alhiwar, nyuma ya mjadala huu. Kwa maana hiyo
Mjadala huu lengo lake kubwa ni kufuta Uislamu ili watu wakubaliane kuubadilisha Uislamu ati uambatane na hali iliyoko. Hili la kwanza. Lakini la pili, hawa walioanzisha mjadala huu ukiwaangalia hawataki mjadala, bali zamani washaushambulia Uislamu. Hawa ndio wanaita Waislamu wenye misimamo mikali. Hawa ndio Waislamu ndio wanawapiga vita Waislamu na kuambiwa ni ugaidi. Uislamu sheria zake primitive, mpaka kuji-identify kuwa Muislamu katika nchi ya Marekani leo ni hatari. Tulipiga mfano juzi hapa ya kocha kutoka asili ya biladi yenu ya Kiislamu Somalia. Ametimiza vigezo vyote vya ku-officiate kuwa referee wa World Cup inayofanyika Marekani. FIFA ilisema mtu huyu amequalify na hana chochote cha kumzuia, lakini idara ya Marekani ya ulinzi ya uhamiaji kasema no, huyu mtu nadhani ana mambo ya kiugaidi, hatutoruhusu kuwa katika nchi yetu. Kisha watu hawa ati wanaotusi Uislamu na kutusingizia kwamba sisi magaidi, ati wafungua mjadala na sisi kujadiliana. Ndugu zangu, mjadala huu ni kujidunisha sisi Waislamu, fadlan kuupiga vita Uislamu na kuonekaniwa kwamba ni dini kama dini nyinginezo za kiroho. Lakini ajani bithani, Waislamu kujadiliana na wasiokuwa Waislamu ni makosa? Si makosa, lakini kwa sharti kama ilivyokuja katika aya, ud'u ila sabili rabbik. Sisi tunacholingania watu ni kuwalingania kuhusu akida yetu. Tunalingania watu watu wasiokuwa Waislamu, na hili jambo limekuwa likifanyika. Sallallahu alaihi wasallam akaambiwa alinganie, na akalingania watu wasiokuwa Waislamu, wengine wakakubali Uislamu na vile vile kama nilivyosema kwamba amri hii ni yenye kuendelea. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alilingania ili Uislamu ndio uwe ni dominant ideology, ndio mfumo unaomiliki, ndio mfumo unaotawala. Tumeyapata wapi haya? La'allakum taqra'una hadhihi al-aya, huenda mnakuwa mnasoma aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala katangaza tangazo hili, yoyote atakayejitafutia mfumo, dini, sheria kinyume na Uislamu, basi atakuwa ni mwenye kupata hasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, haridhii watu kuishi katika unaswara wala katika uyahudi wala katika uraslimali na ukomunisti. Anaridhia ulimwengu iishi chini ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Tukisema hivi, ndugu zangu, huenda mtu akauliza, kwani nyinyi Waislamu wataka watu wote duniani wawe Waislamu? La, Mwenyezi Mungu kashabainisha haya. Mazungumzo yetu sisi ni kufikisha Uislamu, wajadilhum billati hi ahsan, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Na nani mbora wa kauli atakayemshinda kuliko yule ambaye anawaita watu kwa Mwenyezi Mungu? Hili ndilo jukumu letu primarily, kwamba sisi jukumu letu ni kutangaza Uislamu kwa sura yake kamili na kuwaonyesha ulimwengu kwamba katika mfumo wa communism ulifeli, ukaleta maafa kwa wanadamu, na mfumo wa kiraslimali umefeli, unaleta maafa kwa wanadamu. Na ndiyo hatupingi uraslimali kwa kuwa mujarrad umefeli tu, twapinga uraslimali na communism kwa sababu zote ni mila za kikafiri, zinagongana na Uislamu. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili, ndugu zangu, katika suratu Ali Imran aya nambari 20, iqra'ul Qur'ana watadabbaru fi ma'aniha. Someni Qur'ani ndugu zangu na mzingatie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelekeza khitabu kwa mtume wake, fa in haju, wao wakikujengea hoja, waambie mimi nimeelekeza uso wangu lillahi wa manittaba'ani. Nimeelekeza uso wangu kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na wafuasi wangu.
wa qul lilladhina utul kitaba wal ummiyin. Tangazo anaambiwa sallallahu alaihi wasallam, na utangaze msimamo huu kwa utul kitabu, wale waliopewa kitabu Mayahudi, watangazie. Maana yake hawa walijenga hoja, tutakujadiliana na mtume anaambiwa simama msimamo, waambie wale waliopewa kitabu, kisha wal ummiyina, na Waarabu ambao asili hawakupewa kitabu wakaamini itikadi za kishirikina, waambie watu hawa kwamba mimi nimejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha aya ikasema aslamtum, amani yenu ni kwa kusilimu. Fa in aslamu, wakisilimu basi faqad tadau, watakuwa wameongoka. Ndugu zangu, haya ndiyo mazungumzo ya watu, kuwaambia kwamba jamani, salama yenu, uongofu mlionao si kushikamana na rasilimali na fikra zake. Uongofu ni kupatikana kwa Uislamu. Wa in tawallau, Mwenyezi Mungu anasema, na wakikengeuka, wakakengeuka wakawa hawataki Uislamu, fa innama alayka albalagh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, mtume wangu ushafikisha ujumbe. Kwa hivyo majukwaa haya ndugu zangu ni sehemu ya kuufikisha ujumbe kuwa sovereignty belongs to Islam, kwamba utakatifu na ubwana ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wa Uislamu. Mbali na hapo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatangaza, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun. Mwenyezi Mungu anasema hakika yeye ndiye aliyemteremsha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa haki na Qur'ani na uongofu. Lengo liyudhhirahu, hii lam iliyoko hapa ni lam ta'liliya. Uislamu ndugu zangu uliteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili upate kutawala. Liyudhhirahu ala dini, lakini hapa haikuja ala adyan. Kwa nini? Kwa sababu ad-dini ni mufrad ya adyan, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka kuweka hoja kwamba mila zote isiyokuwa Uislamu ni mila moja, ndio ikaja kwa sigha ya singularity ifrad, ala dini kullihi. Kilugha ingesema ala adyan, lakini kwa sababu dini zote kinyume na Uislamu nini? Ni ukafiri, ni mila moja. Mwenyezi Mungu akasema liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun, ile autawalishe juu ya dini zote. Sadatul hudhur, mijadala kama hii ndugu zangu, kwanza yaonyesha wazi kufeli kwa mfumo wa kibepari katika maisha jumla, na mfumo wa kibepari hauna salama na Uislamu wala hautaki Uislamu. Kwa hivyo wao mijadala hii wanaianzisha kama jaribio, alhailula duna audatul Islam. Wanafanya mijadala hii na kuishajiisha katika biladi za Kiislamu ili umma wa Kiislamu ikatishwe tamaa na kurudi kwa Uislamu. Kwa hivyo wao wanafahamu wazi kwamba Uislamu utarudi. Kwa hivyo lengo ni kutia shaka Waislamu. Sasa Waislamu maskini nao who play defensive game. Inapokuja mjadala hii, lazima tushikane nao bwana, tushirikiane nao hawa, hatuwezi kuishi na amani. Nani aliyekuambia kwamba Uislamu ulivuruga amani baina ya watu tofauti? Kipindi pekee ambacho Manaswara na Mayahudi na Waislamu waliishi kwa amani ni kipindi Uislamu ukitawala. Kipindi pekee katika ulimwengu ndugu zangu, katika taarikhi ya kiulimwengu, hakuna kipindi ambacho Waislamu na wasiokuwa Waislamu, yani Manaswara, Mayahudi, walikuwa na amani zaidi. Ila kwa nini? Ila walipokuwa chini ya mwamvuli wa Uislamu. Na hii ni taarikhi, hata wa Ulaya wanafahamu swala hili. Lakini wa magharibi ndugu zangu wanalenga mambo makubwa hapa, kufuta sura ya Uislamu. Lakini lengo la pili ni kufuta hadhara ya Kiislamu. Wao wanajua Waislamu wana vipimo vyao, wana halali, wana haramu. Adui ni yule ambaye Uislamu umesema ni adui, hatufai kumpenda. Rafiki ni yule ambaye Uislamu umetuambia tumpende. Sasa wao wanakuja na vipengele vingine, wanakuambia la, lazima tuwe sawa na Mayahudi, nyote nyinyi wanadamu, nyote nyinyi kadhaa. Uislamu ndugu zangu umetuwekea vipimo vyetu. Kwa hivyo mikutano hii inalenga kulegeza misimamo yetu, hata tusithubutu kuzungumza Uislamu wala ku-express opinion yetu katika Uislamu. Ndugu zangu, mijadala hii namalizia kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshiru ya umma, bishara iliyoje, sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ambayo kaipokea al-Imam Muslim inayosimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu.
asema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaapa na Mwenyezi Mungu, na apa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la yasma'u bi, hasikii yoyote, ahadun min hadhihi al-umma, mtu yoyote katika umma huu, yahudiyun wala nasrani, awe mnasara au myahudi au myahudi au nasara, yoyote yule ambaye hata sikiza alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aliyokuja nayo sallallahu alaihi wasallam, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, yoyote yule myahudi na mnasara leo mraslimali na mwingine yote ajiita atakalojiita muilmani, hawezi kupata nusra, hawezi kuokoka na moto ila wallahi au kumbatie Uislamu. Na hivi ndivyo hadithi hii inatuambia, ndugu zangu, ni kuokoa sisi ulimwengu kutoka katika shimo hili na kuwaleta katika nuru ya Uislamu, na haya tutayafanya independently. Uislamu wetu ndugu zangu sio kufanywa shere na kukaa na mazungumzo na watu ambao wanaopiga vita Uislamu. Hawa wanamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khatifun nisa, mbakaji wa wanawake. Hawa wanawaambia Uislamu ni too extreme, complicated, si nini kadhaa. Ati hawa ndio wanatualika katika mijadala hii. Mijadala ni kusafihi Uislamu na ni kuuzika Uislamu. Enyi Waislamu, simameni katika misimamo ya Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sadatul hudhur, ulul ilmi qa'iman bil qist, Mwenyezi Mungu ameshuhudia, kisha malaika wake, na kisha miongoni mwenu wanavyoni wenu wamesimama shahidan, wanashuhudia nini? Bil qist. Hakuna kistu ila Uislamu. Na ndio maana baada ya aya hii Mwenyezi Mungu anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Msishuku Uislamu ndugu zangu, bali fanyeni kazi kuulingania Uislamu. Wallahi mafanikio yenu ndugu zangu hayapo katika kufanya biashara. Mkauliza maswali mengi kuhusu biashara nini, lakini mkashindwa kuuliza manhaj ya kujiokoa kutoka shimo hili ambalo leo tumeingizwa na uraslimali, na uraslimali unakufa, isipokuwa wanajitetea ati kuregesha watu umma nyuma ili kushikamana na mito ambayo itatupeleka mahala pabaya. Ndugu zangu, nyinyi ni umma ambao mmesifiwa ni ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.